Bwana Yesu asifiwe, watazamaji wa runinga ya Mizpa TV. Ninakukaribisha katika kipindi hiki cha The Discipleship Class. Ninakuomba ya kwamba ukachukua Biblia yako na pia kalamu na kitabu, ukaweza kuketi na ukaweza kutazama kipindi hiki ambacho kinakuelimisha kuhusu mambo tofauti ambayo yanafanyika katika Biblia, mambo ambayo yameweza kunakiliwa katika Biblia. Inakupa msingi wa neno la Mungu, na tuko pamoja na mwalimu wetu ambaye atatuelekeza katika kipindi hiki kuangazia mambo ya nyakati ya mwisho, mambo ambayo yatakuwa katika nyakati za mwisho. Na mwalimu wetu siku ya leo, Pastor Philip. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Karibu sana. Mungu, asante sana kwa sababu ya siku ya leo. Hakika ni siku ya baraka ambayo Mungu ameifanya. Na hapa tunaleta mafundisho moja kwa moja ambayo yatakusaidia kuwa katika mambo ya kiroho. Na majira haya tunaongea kuhusu faida za kuokoka. Na tuliongea kuhusu faida moja ama baraka moja ya kuokoka, tukasema ni kusamehewa dhambi na kuwa na uhakika wa uzima wa milele. Na kutoka hapo ndipo tumekuwa tukileta sasa mafundisho ya kukusaidia kuelewa kwamba tuko katika nyakati za mwisho. Na nyakati hizi, ndugu dada, ni nyakati za kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. Je, umejiandaa kurudi uzima wa milele? Je, umejiandaa kwa sababu ya hukumu ambayo inakuja? Na ndiposa hapa tunaleta mafundisho ambayo ataweza kukusaidia kujiandaa. Kama hujaokoka, ndugu dada, huu ndio wakati wa kuokoka. Kama umeokoka, huu ndio wakati wa kudumisha na kulinda wokovu wako, kwa sababu tuko katika nyakati za mwisho. Uzima wa milele ni jambo la maana sana, kwa sababu hiyo ndio kile ambacho tutapokea baada ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dunia hii itakapofika mwisho, kwa sababu Maandiko yanatuambia kwamba ulimwengu utafika mwisho. After that, now the Bible says that we shall be with the Lord forever. Lakini kuna wengine Maandiko yanasema watahukumiwa milele. Kwa hivyo whether utahukumiwa milele ama utarithi ufalme wa Mungu milele, basi itategemea maandalizi yako katika maisha ambayo Mungu amekupea. Uhai ambao Mungu amekupea, ndugu dada, ni nafasi ya kuweza kujipanga na kujiandaa. Kwa hivyo nimekuwa nikifundisha kuhusu ishara za nyakati za mwisho, ili tukaweze kuelewa na kujua nyakati ambazo tuko. Na nikasema kwamba ni nyakati ambazo katika kipindi kilichopita nikasema kwamba hizi ni nyakati za dunia kujiandaa, ama Roho wa Mungu anaandaa ulimwengu kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo. Na tumekuwa tukisoma kutoka kitabu cha Mathayo mlango wa 24, mahali ambapo Yesu anaongea kuhusu ishara za nyakati hizi za mwisho. Na nikipenda tusome neno hilo tena katika Mathayo mlango wa 24 na kuanzia mstari wa 3 hadi 14. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Mathayo mlango wa 24 mstari wa 3, inasema hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraga wakisema, tuambie mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mstari wa 4 inasema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Mstari wa 7 inasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Mstari wa 8 inasema, hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Amen. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Mstari wa 10 inasema, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Mstari wa 13 inasema, lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakaye okoka. Amen. Mstari wa 14 inasema, tena habari njema ya ufalme utahubiriwa katika ulimwengu wote, kuwa ushuhuda wa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Amen. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya neno hili ambalo tumesoma. Amen. Na hapa Yesu anaeleza yale mambo ambayo yatakayotukia katika nyakati za mwisho. Na akasema kwamba kitu cha kwanza ni kwamba kutainuka watu ambao watapoteza wengine. Kutainuka manabii ama wahubiri, kutainuka watu wa kupoteza, ama kwa lugha nyingine kutainuka upotovu wa kidini. Yes, ama upotovu wa kiroho.
Yesu pia akasema kwamba jambo lingine ambalo litafanyika katika nyakati za mwisho, akasema ya kwamba kutakuwa na vita vya kidunia. Na haya ni mambo ambayo tunayaona sasa. Akasema jambo la tatu ya kwamba kutakuwa na natural calamity, earthquake, famine, kiangazi. Haya mambo yote ni mambo ambayo yatakayofanyika. Pia Yesu anaeleza, anasema kwamba kutakuwa na persecution ya Wakristo. Wakristo watapitia nyakati nzito za persecution, za kukataliwa. Kuna mataifa ambayo yatakataa Kristo na yatakataa Wakristo na yatawatesa. Haya ni mambo ambayo Yesu anasema kwamba yatatokea katika nyakati za mwisho. Lakini furani ya kwamba katikati ya mambo haya yote maandiko yanasema hata hivyo bado injili itahubiriwa. Glory be to God. Amen. Bado injili itahubiriwa. Kwa hivyo tumekuwa tukichambua mambo haya ambayo Yesu anataja atafanyika katika enzi za mwisho. Na tumekuwa tukitaka kuyaelewa. Tuelewe Yesu alikuwa anamaanisha nini. Na tumekuwa katika point hiyo ya kwanza katika kipindi kilichopita. Na katika mstari wa 4 na 5 Yesu anasema ya kwamba tujichunge tusipotezwe. Kwa sababu kuna watu ambao watainuka kwa jina la Kristo, hata wengine watajiita Kristo mwenyewe, ambao watapoteza wengine. Yes. Na nimekuwa nikiongea kuhusu religious deception. Ni mojawapo ya mambo ambayo yatafanyika katika nyakati za mwisho. That is why we stopped in the last episode. Religious deception ama spiritual perversion. Yaani ni kubainisha ya kwamba kutakuwa na upotovu wa mambo ya kiroho. Kuna watu ambao watapotezwa. Biblia inasema watapotea wenyewe, lakini watapotezwa na wengine. Kwa hivyo kuna watu ambao tunaishi katika nyakati hizi ambao watataka kufuata Mungu wa kweli. Lakini kwa sababu ya kukutana na watu fulani watapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa ndipo nimekuwa nikiongea kuhusu vikundi vitatu ambavyo vinatumika sasa na shetani kupoteza watu. Na kikundi cha kwanza ambacho tuliongelea ni kikundi cha watu ambao wanajiita wahubiri. Wanajiita wachungaji, wanajiita manabii, mitume, wainjilisti, walimu wa neno. Watu ambao wanajitanisha na jina la Kristo, lakini nia yao si kuhubiri Kristo wa kweli. Nia yao ni kupoteza watu kwa faida zao wenyewe. Maandiko yanasema kwamba hawa ni watu ambao tumbo zao ndio miungu yao. Kwa hivyo kuna watu leo wanajitanisha na Kristo lakini hawahubiri ukweli. So that is just one group and those people are there. Tukasema wako. Usishangae ukiona watu ambao wanajiita wachungaji ambao wanapoteza wengine. So don't be surprised. Those people are there in these end times. Na leo ningependa tuangalia kikundi kingine cha watu ama another category ambayo shetani anatumia ili kupoteza watu. Na hiki ni kikundi cha watu ambao wanafuata tamaduni yes, na itikadi za makabila. Katika nyakati ambazo tunaishi, ndugu na wadada, kuna mafundisho ya itikadi na tamaduni za kikabila. Yaani kuna watu leo ambao wanasisitiza tamaduni zaidi kuliko neno la Mungu. Kuna watu ambao wameshika na wamefuata mafundisho ya tamaduni na mila za kikabila. Hii ni njia nyingine ambayo shetani anapoteza watu siku ya leo. Yaani kuna watu ambao tamaduni na mila na itikadi za kikabila ndizo sasa zimekuwa kama Mungu wao. Zimekuwa sasa kama neno la Mungu kwao. Kwa hivyo kuna watu leo ambao wamepotea, ndugu na wadada, kwa sababu ya kufuata tamaduni. Praise the name of the Lord. Amen. Ndiposa ukishaokoka lazima ujue kutofautisha tamaduni na mila za kikabila na ukweli wa neno la Mungu. Na hapa ndipo nataka tusome katika kitabu cha Marko, na tutasoma Marko mlango wa 7. Yesu kuna wakati alikasirika sana na hawa Wafarisayo. Akakasirika sana na viongozi wa dini. Alikasirika kwa sababu aliyaona hawa watu wameshika itikadi na tamaduni za Kiyahudi kuliko neno la Mungu. Katika Marko mlango wa 7, tusome mlango wa 7 kuanzia mstari wa 6. Tutasoma hadi mstari wa 13. Alafu baadaye tutaenda katika kitabu cha Wakolosai. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Marko 7 yes. Kuanzia mstari wa 6. Ndio. Inasema akawaambia, Isaia alitabiri vema juu yenyu ninyi wanafiki. Kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami. Mlango wa 7 inasema mstari wa 7, nao wanaiabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Unasikia anamwambia mnaacha amri za Mungu.
na mnashika mapokeo ama mafundisho ama maelekezi ya wanadamu. Kwa hivyo kuna watu ambao huacha neno la Mungu, wanaliweka kando, wanashika mafundisho na maelekezi ya wanadamu. Kuendelea. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenyu. Maana Musa alisema, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanaye babaye au mamaye kufa na afe. Bali nyinyi husema, mtu akimwambia babaye au mamaye ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kikupasacho kufaidiwa nacho huwa basi. 12. Wala hamruhusu baada ya hayo kumtendea neno babaye au mamaye, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenyu mliopokeana. Tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawasawa na hayo. Yes, Kizungu nasema verse 13, making the word of God of no effect through your tradition, which you have handed down. Kwa hivyo Yesu alikuwa anawakemea kwa sababu alikuwa anawaambia, nyinyi mumeweka kando neno la Mungu. Sasa mnafuata tamaduni na mila za Kiyahudi. Alikuwa anawauliza shida iko wapi? Kwa nini waliacha neno la Mungu? Sasa wameshika mila na tamaduni. Na hivi katika Wakolosai, ukisoma mlango wa pili, hivyo ukisoma katika kitabu cha Wakolosai mlango wa pili, utaona tu maneno yale ambayo Paulo anazungumza. Anawaambia kanisa ya kwamba wasipotezwe kwa sababu ya tamaduni na mila na mafundisho ya wanadamu. Kwa hivyo kuna mafundisho leo wapenda ambayo yanaelekea katika tamaduni za kimila. Kuna mafundisho leo ambayo yanaelekea katika tamaduni ambazo zinapoteza watu. Wakolosai 2 mstari wa 8. Hebu tuone nasema nini. Wakolosai 2 mstari wa 8 inasema, angalieni mtu asiwafanye mateka wa elimu yake. Angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Kwa hivyo anasema kwamba watu wajichunge wasipotee. Kwa hivyo leo kuna mafundisho yanapoteza. Na katika nyakati ambazo tunaishi, kama umeona ndugu na wadada, especially katika mataifa ya Kiafrika na hata hapa kwetu Kenya, kuna watu ambao wanafundisha watu warudi, wanavuta watu warudi katika tamaduni. Yes, mafundisho ya tamaduni na mila ambazo hazikubaliani na neno la Mungu. Kuna zile zinakubaliana. Kwa mfano, kuna tamaduni na mila ambazo zinasema ya kwamba wazazi waheshimu. Hii ni mfano tu. Na neno la Mungu linakubaliana pia na hiyo. Lakini kuna mafundisho ya tamaduni na mila ambayo hayakubaliani na neno la Mungu. Hizo ndizo ambazo Biblia inatuambia kwamba tujichunge, tusipotezwe ndani yake. Kwa hivyo kama wewe ni Mkristo umeokoka, una jukumu la kujua neno la Mungu ili uweze kutofautisha yale ambayo ni mafundisho ya tamaduni na yale ambayo ni mafundisho ya Mungu ya kibiblia. Kwa hivyo leo kuna watu ambao hata kwa kanisa wanafuata neno la Mungu na bado wanataka wafuate mila na tamaduni ambazo hazipelekani na neno la Mungu. Nataka niseme ya kwamba kuna kule ambako shetani amenasa watu sana. Yes. Na area moja ambayo shetani amenasa watu katika mila na tamaduni ni yale mambo ambayo watu hufanya watoto wakizaliwa. Yeye ni moja wapo tu ya area ambazo shetani amenasa watu. Kuna mila na tamaduni ambazo zinafundisha watu vile watoto wanafaa kupewa majina. Yes, kupewa majina, kupokelewa kisha zaliwa. Na unapata kuna tamaduni ambazo hazipelekani neno la Mungu. Neno la Mungu linasema nini watoto wakizaliwa? Linasema kwamba watoto wakizaliwa wanafaa wapelekwa katika madhabahu, kwa nyumba ya Mungu, wabarikiwe. Haleluya. Lakini leo kuna mafundisho ambayo inafundisha watu the opposite. Inafundisha watu wapeleke watoto kwa madhabahu ya kitamaduni na kimila ambayo hayabudu Mungu wa kweli, ambayo haitambui Kristo Yesu. Kwa hivyo kuna mambo ambayo leo yanafanyika watoto wakizaliwa ambayo sio sawa. Kuna mambo ambayo pia yanafanyika wakati wa tohara. Wakati wa vijana wanapitia tohara, kuna mambo yanafundishwa na yanapokezwa vijana hawa ambayo hayakubaliani na neno la Mungu. Kuna mambo yanafanyika pale ambayo hayapelekani na neno la Mungu.
Pia another area ni wakati watu wanafanya harusi na wakati watu wanapeleka mahari. Kuna mambo yanafanyika at that time ambayo hayapelekani na neno la Mungu. Na wewe kama wewe ni Mkristo usipokuwa careful, utajipata umenaswa katika mafundisho ya mila na tamaduni na upate umecompromise katika msimamo wako wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na hata pia katika mazishi kuna watu wanafuata mila na tamaduni ambazo hazikubaliani na neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwamba have nothing to do with the dead. Yes, maandiko yanasema kwamba kwa mchaka tulitoka, kwa mchaka tutarudi. Kwa hivyo mtu akiondoka tunamzika basi. Hakuna mambo mengine mengi. Lakini leo unapata kwamba katika makabila mengi kuna mambo watu hufanya mtu akiaga. Kuna mila huwa wanafuata. Kuna desturi za kikabila ambazo lazima zifuatwe. Kuna mambo lazima yazingatiwe. Unapata kwamba mara nyingi haya ni mambo ambayo hayakubaliani na ukweli wa neno la Mungu. Kuna mambo kama umwagikaji wa damu. Haya ni mambo ambayo yalisha na Agano la Kale. Kuchinja wanyama na kuwatoa kama dhabihu, kuchinja wanyama na kumwaga damu yake ili kumpendeza Mungu. Haya ni mambo yalipita, wandugu na wadada. Kwa hivyo kama haujui neno la Mungu, utapotea katika mila na tamaduni. Kwa hivyo mila na tamaduni ni njia nyingine ambayo shetani anatumia ili kupoteza Wakristo. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo tuna jukumu, ndugu na wadada, kuweza kusimama katika mafundisho ya kweli. Haleluya. Maandiko yanatuambia kwamba Yesu alikuja kututoa kutoka kwa mienendo ya kitamaduni. Tusome katika Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18. Maandiko yanatuambia Yesu alikuja kututoa. Alikuja atutoe katika mila na tamaduni ambazo hazikubaliani na neno la Mungu, ambazo zinatufunga katika laana za ukoo. Hebu tusome katika 1 Peter 1:18. Katika kitabu cha Petro wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 18, neno la Mungu linasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa, mlioupokea kwa baba zenyu. Kwa hivyo maandiko yanasema kwamba kuna mienendo isiyofaa ambayo watu hupokezwa ama hupokea kutoka kwa mababa ama babu zenyu. Kwa hivyo lazima tuelewe kwamba kuna mienendo isiyofaa mbele za Mungu. Na ndipo Yesu Kristo alikufa msalabani ili atutoe kwa mienendo hiyo, atutoe kwa njia hizo. Kwa hivyo kama utafuata Mungu, lazima ujue neno hili. Lazima ulielewe ili uweze kufahamu mienendo gani ambayo haipelekani na neno la Mungu. Praise the name of the Lord. Amen. Ni mienendo gani ambayo haipelekani na neno la Mungu? Na ndipo maandiko yanatuambia kwamba katika Matendo ya Mitume mlango wa 17 mstari wa 11, Acts 17:11, maandiko yanasema kulikuwa na hawa Wakristo walikuwa wanaitwa Waberea. Acts 17:11. Maandiko yanasema kwamba walikuwa na tabia ya kuchunguza neno la Mungu. Wanaposikia mambo wanachunguza neno la Mungu. Wakisikia mafundisho wanachunguza kama yanapelekana na neno. Hebu tusome kuhusu Waberea hao. Neno la Mungu linasema ya kwamba watu hawa walikuwa waungwana kuliko wale wa Thesalonike, kwa kuwa walipokea ile neno kwa uelekevu wa moyo, wakayachunguza maandiko kila siku, waone kwamba mambo hayo ndivyo yalivyo. They were searching the scriptures to know whether what they were being taught is according to the word of God. So what are we saying? Tunasema ya kwamba katika nyakati za mwisho maandiko yatuambia kwamba kutainuka religious ama spiritual deception. Watu watapotezwa kiroho. Watu watapotezwa na mafundisho yasiyo ya kweli. Na tumesema kwamba kuna group hiyo ya watu ambao wameshika mila na tamaduni za Kiafrika, mila na tamaduni za kikabila ambazo hazikubaliani na neno la Mungu. Kwa hivyo kama uko pale, I challenge you to read the word of God and to know the word of God. Na Mungu atusaidie katika jina la Yesu. Tutoke katika mafundisho ya mila na tamaduni ambazo zinaleta laana, kufinyiliwa na shetani, zinaleta shida, zinatuzuia ili tusikue katika imani. Kuna watu ambao wameshindwa kugrow, wameshindwa kuendelea katika mambo ya imani kwa sababu ya kufuata mila na tamaduni. Kwa hivyo majira haya na enzi hizi za mwisho, tukue very careful, tusijipata tumerudi katika mila na tamaduni ambazo Kristo alikuja kututoa. Na nitafikisha hapo kwa sababu ya muda wetu siku ya leo, ndugu na wadada, ili tukaweza kuendelea wakati ule mwingine. Shukrani za dhati, na ninakushukuru pia Pastor Philip kwa kuweza kutuelekeza katika kipindi hiki ambacho umezidi kutuarifu na kutufunza
kuhusu mambo mengi ambayo yatatukia katika hizi nyakati za mwisho. Na nakushukuru pia mtazamaji wetu kwa kuungana nasi katika kipindi hiki cha The Discipleship Class, ambapo tunajifunza mambo mengi ambayo yanahusu neno la Mungu, na tunaweza kuchambua mambo mengi na kukuweza kukujuza na kukuelimisha kwa sababu ya kuhusu hili neno ambalo ni neno la Mungu. Na ninashukuru kwa wale pia ambao wameungana nasi katika mitandao yote ya kijamii, Mizpa TV Kenya, na pia watazamaji wote ambao wameweza kutuandikia jumbe fupi katika nambari yetu ya arafa ambayo ni 0799200100. Mungu aweze kuwabariki.